Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako. Ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia, unaweza kuwasiliana nao kupitia namba zilizoko chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka kiongozi wa nchi ya Iran Ali Khamenei leo amelihutubia taifa, na moja katika mambo kadhaa ambayo ameyazungumza katika speech yake, hasa alijikita katika kuzungumza kuhusiana na mvutano uliokuwa umetokea hivi karibuni baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani. Lakini vile vile katika nukta muhimu za speech yake aligusia sehemu ya baadhi ya migogoro ya ndani ya nchi ya Iran, kama ile maandamano yaliyojitokeza siku za nyuma, akiashiria wazi kabisa ni maandamano ambayo yalikuwa na msukumo wa nchi za Magharibi. Lakini vile vile moja katika sehemu ambazo amezilaumu moja kwa moja ni hatua za Umoja wa Ulaya dhidi ya nchi ya Iran. Katika jambo la kwanza kuhusiana na ishu ya mgogoro baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran, ujumbe wake ulikuwa ni mmoja, kwamba hatua yoyote ambayo Marekani wataamua kuichukua ya kivita au ya kijeshi, kwa kuzingatia kwamba Iran haina shida na mtu yoyote, maana yake majibu ya Iran yatakuwa ni makubwa zaidi. Yatakuwa ni makubwa zaidi kiasi ambacho cha kuleta mgogoro mkubwa ambao inawezekana ikawa ni mgogoro wa eneo zima la Mashariki ya Kati. Ujumbe wa namna hii maana yake ni ujumbe unaosadifu nafasi ya ushawishi wake mwenye personally Ali Khamenei, lakini vile vile wa nchi ya Iran katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini ujumbe wa namna hii vile vile unatupa ishara ya kwamba nchi ya Iran ni nchi ambayo huwa hairuhusu escalation dominance. Ni nchi ambayo hairuhusu nchi nyingine kuweza kuidominate katika upande au kuitawalia katika upande wa jeshi, hasa katika upande wa jeshi. Pamoja na kwamba Marekani imekuwa ikitumia juhudi kubwa katika upande wa uchumi kuweza kuidisturb, lakini katika upande wa jeshi tunaona kwamba nchi ya Iran ni nchi ambayo au inatupa ishara, kulingana na speech ya Ali Khamenei, ni kwamba nchi ya Iran ni nchi ambayo hairuhusu nchi nyingine kuweza kuitawalia katika upande wa jeshi. Na hii tunaweza kuona mifano mingi katika migogoro ambayo imejitokeza siku za nyuma, hasa ikihusianisha nchi kama ya Iran na nchi kama ya Israel, kwamba Israel kwa kawaida ana tabia hiyo ya kutokuruhusu escalation dominance, kwamba anaposhambuliwa bomu moja, yeye mara nyingi anaweza kashambulia mabomu 100 au mabomu 50 au 30. Yani manake anafanya mashambulizi makubwa kwa shambulizi dogo. Na the same wise unaweza ukaona hata Israel waliposhambulia katika ubalozi ule wa Iran katika nchi ya Syria, walipokuja Irani kufanya reaction, walifanya reaction ya mashambulizi makubwa katika nchi ya Israel. Maana yake ni nchi ambayo hairuhusu ile escalation dominance, kwamba nchi nyingine ikaweza kuwa dominate wao, ikawatawalia wao katika upande wa masuala ya kijeshi. Na hili vile vile linaashiriwa na speech ambayo ameizungumza Ali Khamenei, kwamba mkitushambulia tutasababisha mgogoro uwe mkubwa katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Kwa ina maana hawataruhusu mashambulizi ya Marekani peke yake yatoshe kuifanya Iran iweze kusurrender, bali mashambulizi ya Marekani yataifanya na yenyewe iweze kuamsha nguvu yake kiasi ambacho cha kuleta mgogoro kuwa mkubwa katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Lakini jambo lingine vile vile, kwa speech ambayo ameitoa Ali Khamenei katika kipengele hicho cha kwamba iwapo itashambuliwa Irani inaweza kusababisha mgogoro kwa mkubwa katika eneo la Mashariki ya Kati, vile vile ni kuonyesha kwamba nchi ya Irani ni nchi ambayo huwa hairuhusu escalation management, hairuhusu nchi nyingine kuweza kudhibiti mgogoro. Maana yake ni kwamba wao ndio wana haki ya kuweza kudhibiti mgogoro, kwa sababu kwa kaliba ya Marekani kwa hivi siku za karibuni, kwa kuwa imekuwa ikijiepusha na kuingia katika migogoro mikubwa. Maana yake kama speech za Rais Donald Trump alichokuwa anazungumza kipindi cha nyuma kabla ya kuwa rais, alikuwa akizungumza Waziri Netanyahu kwamba ana uwezo wa kufanya mashambulizi ya mara moja na kisha akamaliza, kuliko kila siku kuendelea kufanya mashambulizi yale yale. Kwa maana kwamba aim kubwa iwe ni kwamba Marekani kama anashambulia katika nchi ya Iran, maana yake ashambulie katika maeneo kadhaa, na kisha baada ya hapo mgogoro huo umekwisha. Aidha ataandika kwenye Twitter au kwenye
mtandao wote kwamba amefanya mashambulizi na amefanikiwa katika ile operation yake kama alivyofanya katika nchi ya Venezuela. Lakini kulingana na speech ambayo ameizungumza Ali Khamenei ni kuonyesha wazi kabisa kwamba Iran hawawezi kuliruhusu hilo, kwamba Marekani afanye mashambulizi na kisha au manage mgogoro, bali wao nadharia waliokuwa nayo ni kwamba Marekani akifanya mashambulizi basi wenyewe watafanya mashambulizi makubwa zaidi kufanya mgogoro Marekani aweze kushindwa ku control. Ni baadhi ya mambo ambayo Ali Khamenei alikuwa anajaribu kuindicate katika hotuba ambayo ameitoa katika siku ya leo. Lakini vile vile jambo lingine ambalo alilizungumza ni kuhusiana na waandamanaji ndani ya nchi ya Iran, kwamba inaonyesha wazi kabisa walikuwa wanasukumwa na misukumo kutoka katika nje ya nchi ili kuweza kufanya disturbance ndani ya nchi ya Iran, pamoja na kwamba ni maandamano ambayo nchi ya Iran ilifanikiwa kuyadhibiti. Lakini jambo lingine ambalo amelizungumza na tunalisuianisha na hatua ambayo imechukuliwa na bunge la nchi ya Iran katika siku ya leo, hasa ni kuhusiana na Umoja wa Ulaya. Imepita takriban siku kadhaa toka Umoja wa Ulaya walipotoa statement ya kwamba liweka lile jeshi la nchi ya Iran, Iran Revolutionary Guard Corps, kwamba ni moja katika taasisi za kigaidi. Na ujumbe huu wa nchi za Ulaya ulikuwa una umuhimu wa namna yake kulingana na mwenendo wa mgogoro ulivyokuwa unakwenda, kwamba Marekani kama alikuwa anakusudia kufanya mashambulizi ndani ya nchi ya Iran, maana yake cha kwanza alikuwa anakwenda kupambana na magaidi, kwa maana ya tafsiri ambayo ilikuwa imewekwa na Umoja wa Ulaya kwamba jeshi la Irani ni taasisi ya kigaidi, maana yake imekuwa subjected katika upande wa makundi kama Al-Qaeda, makundi kama ya Islamic State na mfano wake. Lakini alichokizungumza Ali Khamenei leo hii ni kuipinga hatua hiyo ya Umoja wa Ulaya, lakini kauli ya Ali Khamenei vile vile imefuatiwa na hatua ya bunge la nchi ya Irani na lenyewe kutoa azimio la kutangaza kwamba zile nchi ambazo ziko ndani ya Umoja wa Ulaya majeshi yao kwa umoja wake, maana yake Irani anazingatia kwamba ni taasisi moja ya kigaidi kubwa ambayo inafanya operation katika sehemu mbalimbali duniani. Kikao ambacho kilikuwa imeongozwa na spika wa bunge wa nchi hiyo Mohamed Khalibaf, na wakatoka na azimio hilo na kuonyesha msitizo mkubwa, manake wote wakawa wamevaa jezi ambazo au wamevaa zile uniform za jeshi la nchi ya Iran. Kwa hiyo by the way, pamoja na speech hii ambayo amezungumza Ali Khamenei, vile vile tumeona Rais Donald Trump leo hii amethibitisha kwamba mazungumzo yanaendelea ambayo ni serious negotiation. Mazungumzo ambayo yako very serious baina ya Marekani na nchi ya Iran. Na sasa hivi inaonekana kama Marekani amefocus zaidi tu katika masuala ya nuclear, na zile hoja zingine za masuala ya ballistic missiles kwamba zipunguzwe uwezo, hatuoni kama sasa hivi imekuwa tena ni sehemu ya discussion, bali discussion kubwa imebaki katika swala zima la program ya nuclear. Program ambayo miezi takriban 6 nyuma au miezi 5 nyuma Rais Donald Trump alikuwa ametangaza kwamba amefanikiwa kuiangamiza programu husika, lakini kuthibitisha kwamba hakuwa amefanikiwa kufanya hivyo, maana yake ni kupitia comment ambazo amekuwa akizitoa sasa hivi kwamba wapo kwenye discussion ya kujadili kuhusiana na swala zima la programu ya nuclear ya nchi ya Iran, ambao msimamo wa Marekani ni kwamba pawe kuna zero enrichment, wasirutubishe kabisa, lakini msimamo wa nchi ya Iran ni kwamba wenyewe swala la kurutubisha ni haki yao, lakini swala la kutengeneza silaha hilo ni jambo ambalo hawajaamua kulifanyia kazi, kutengeneza silaha. Sasa actually mpaka sasa hivi inaonekana kwamba issue ya Iran na Marekani imerely zaidi katika upande wa diplomasia, na ndio maana mazungumzo yanaonekana kwamba yanaendelea. Lakini msimamo wa nchi ya Iran ni msimamo ambao inawezekana uko umetoa funzo kubwa kwa nchi nyingi kwa namna ya kudili na Marekani, lakini pamoja na kwamba ni jambo ambalo linategemea zaidi na nguvu ya nchi husika, kuzingatia kwamba nchi ya Iran ni nchi ambayo ina nguvu kwa kiwango kikubwa katika upande wa jeshi, na ndio maana inaonekana kwamba imeweza kusimama kidete na ikasimamia msimamo wake mbele ya nchi ya Marekani, kiasi ambacho Marekani na yenyewe vile vile kwa kuona kwamba mgogoro unaweza kuwa mkubwa, wakaona kwamba kuna umuhimu wa kuingia katika mazungumzo. Lakini vile vile kwa maslahi ya dunia, kwa kuzingatia kwamba mbele ya upande wa magharibi mwa nchi ya Iran, manake kuna bahari
sehemu ile ya Persian Gulf, ile ghuba ya Uajemi, ambapo kuna checkpoint muhimu ya Hormuz, ambayo actually 20% ya mafuta yote duniani yanapita katika checkpoint hiyo. 20 mpaka 25 ya mafuta, 20% takriban ya gesi duniani inapita katika sehemu hiyo. Kwa hiyo maana yake kufanya disturbance katika eneo la Hormuz, maana yake madhara yake ingekuwa ni makubwa sana, sio tu kwa wakazi wa eneo lile la Mashariki ya Kati, bali vile vile kwa dunia. Tatizo lingekuwa kubwa sana, na hili vile vile linaonyesha kwamba umuhimu wa eneo la kistratejia la nchi ya Iran, kwa sababu sehemu kama za trade routes au ile misafara ya kibiashara, unapokuwa na control na baadhi ya sehemu za misafara ya kibiashara, hili linakuwa ni jambo muhimu sana. Pamoja na kwamba ile checkpoint ni checkpoint ambayo inazingatiwa kwamba ni ya kimataifa, kwa hiyo haiwekwi moja kwa moja katika udhibiti wa nchi ya Iran, lakini kuwa karibu tuna ile checkpoint, maana yake hilo ni jambo la msingi. Au kuwa karibu na sehemu ambazo unaweza ukawa na ushawishi katika zile misafara ya kibiashara, ni jambo ambalo linakuwa lina umuhimu mkubwa sana. Kiuchumi linaweza kuwa lina umuhimu mkubwa sana, na tunaweza tukaona hata katika upande wa nchi kama za Afrika Mashariki. Moja katika jambo ambalo linaweza likaifanya nchi kama Tanzania kuwa inazungumzwa sana, lakini vile vile kuwa na matarajio ya siku za mbeleni kuwa ni nchi ambayo inaweza ikawa na uchumi imara katika eneo la Afrika Mashariki, ni kwa sababu ya matarajio ya kucontrol sehemu ya misafara ya kibiashara, kwa kuzingatia kwamba wana plani ya kutengeneza kama ile bandari ambayo inapatikana, bandari ya Bagamoyo, ambayo actually inaweza ikahamisha kwa kiwango kikubwa mpango wa usafirishaji au mpango wa meli za kibiashara ambazo zinakuja katika ukanda wa Afrika Mashariki, ambazo nyingi wakati mwingine zinaelekea katika maeneo kama ya Mombasa. Lakini kutengenezwa au kuwa na plani ile, maanake kuna kisi kwamba katika siku za usoni Tanzania inawezekana ikakontrol kwa kiwango kikubwa ile trade route au ile misafara ya kibiashara, na kukuzingatia vile vile utajiri wa kijiografia ambayo nchi husika iko nayo kwa kupakana na nchi takriban 8, kwa maana kwamba mtu anapoleta mzigo wake Tanzania kufika katika boda ya nchi yake inakuwa ni jambo jepesi, maana halihitaji boda ya pili. Mzigo unataka uende labda Msumbiji au uende Zambia au uende Rwanda au uende Kongo, maana yake unahitaji tu boda moja. Hii ni faida ya kuwa karibu au kutengeneza mazingira ya kuwa na udhibiti na sehemu za misafara ile ya kibiashara. Ukiachilia mbali kwamba nchi kama Tanzania ina project zingine ambazo zinatia nguvu zaidi, project kama ile ya uchimbaji wa gesi ambao wanakusudia kuifanya na Marekani katika maeneo kama ya Lindi, maana yake inaweza kuwa na mchango mkubwa zaidi kuliko hata hiyo ya bandari. Lakini msingi mkubwa zaidi ni kwamba kucontrol katika au kuwa na access ya kucontrol sehemu ya misafara ile ya kibiashara. Hili ni jambo ambalo linaipa leo faida nchi ya Iran, kwamba kila mmoja anajua kwamba Iran wakisema kwamba waanzishe sintofahamu ambayo itakayopelekea eneo la bahari au eneo ile la mlango bahari wa Hormuz, ile checkpoint ya Hormuz isiweze kufanya kazi, maana yake ni kwamba dunia nzima patakuwa kuna crisis kubwa sana katika upande wa energy sector, katika upande wa ile sekta ya nishati. Ukiachilia mbali faida nyingine kama ya umbile la ndani la nchi ya Iran, kwamba upande wa kaskazini ni eneo ambalo lina milima mingi kiasi ambacho inaruhusu migogoro kudumu kwa muda mrefu, kitu ambacho inawezekana ilikuwa ni kinyume na matazamio ya nchi ya Marekani. Na ndio maana unaweza ukaona kwamba hata katika mgogoro baina ya nchi ya Iran na nchi ya Israel ilikuwa ikifanya mashambulizi mengi, ilikuwa inafanya katika eneo la kaskazini magharibi, maana katika miji kama Kermanshah, katika miji kama ya Azerbaijan province, kwa kuzingatia kule kuna uhifadhi, yani kuna mazingira mazuri ya kuweza kuhifadhi silaha na kufanya migogoro iwe ya muda mrefu. Na ndio maana hata wenyewe Irani silaha ambazo ni kali zaidi wanaziweka katika upande wa kaskazini magharibi, kwa maana ya kwamba ni eneo ambalo lina milima na ni eneo ambalo lina support mgogoro ukianza leo uwe ni mgogoro wa muda mrefu kuliko maeneo mengine ndani ya nchi ya Iran. Kwa hiyo Iran maana yake ni kwamba imeweza kusimama na imeweza kuwaonyesha watu kwamba namna gani inaweza kusimamia misimamo yake, lakini vile vile hili limeleta faida kubwa sana katika nchi kama ya
China au nchi kama ya Urusi. Kwanza kwa sababu ya msimamo wa nchi ya Iran. Iran ni nchi ambayo unaweza ukaiamini katika upande wa makubaliano, tofauti na nchi kama ya India ambayo inawezekana wakati mwingine mkawa mko nayo, lakini vile vile ikitokea mazingira tofauti inawezekana vile vile ikabadilika. Kama siku za karibuni India ilikuwa ikinunua mafuta mengi kutoka katika nchi ya Urusi, lakini kwa siku za karibuni imepewa ofa na Marekani ya kununua mafuta ya Venezuela, imepunguza kiwango kikubwa ambacho inanunua kutoka katika nchi ya Urusi ambaye ni memba mwenzake wa BRICS, na badala yake imekwenda kubali ofa ya Marekani, kitu ambacho nchi za Ulaya huwa haziwezi kufanya katika umoja wao. Wanaposema kama tunanunua mafuta kutoka Marekani, hata mtu waje na bei ambayo ni ya chini hawawezi kununua, watamuunga mkono yule ambaye wako naye. Sasa nchi kama ya Iran kusimama hivi ilivyosimama manake ina faida kubwa, kwa sababu kuna nchi kama ya China ambayo inapata faida kubwa sana kupitia mafuta ambayo inanunua kutoka katika nchi ya Iran. Na hili vile vile zinaisaidia zaidi, tumesema nchi kama ya China, kwa sababu mpango mkubwa wa Marekani si kupigana na nchi kama ya China kupitia mambo ya kijeshi, kwa sababu inajua kwamba mgogoro utakuwa ni mkubwa na madhara yatakuwa ni makubwa, bali vita ya Marekani imejikita zaidi katika upande wa uchumi. Unapoweza kuharibu katika nchi kama ya Venezuela kwamba China siwe na access ya kuweza kupata mafuta, lakini vile vile ukaenda tena kuharibu katika nchi kama ya Iran kwamba China vile vile asiwe tena na access ya kupata mafuta, maana yake ni kwamba atabaki na supplier mkubwa mmoja ambaye ni nchi, inawezekana ikawa ni nchi ya Urusi, lakini vile vile kama ni katika maeneo ya Mashariki ya Kati, maana yake unaweza kulazimika kufanya biashara na nchi ya Marekani au kwa condition ambazo Marekani yeye anazitaka, jambo ambalo bila shaka lina madhara makubwa sana kwa nchi ya China. Kwa hiyo msimamo wa nchi ya Iran ambao umedhihirishwa vile vile na kiongozi wake Ali Khamenei kupitia hotuba yake ya leo, maana yake unatupa sasa direction kwamba kwa hali iliyoko sasa hivi jadiliano ndio kitu ambacho kinaonekana kwamba kimechukua nafasi, na inawezekana kwamba tukafikia katika makubaliano ya mwisho au tukashuhudia makubaliano ya mwisho baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran kupitia zaidi mijadala ya kidiplomasia kuliko njia ambayo ilikuwa inaonekana kwamba inajaribu kutengenezewa mazingira na nchi ya Marekani chini ya ushawishi wa nchi ya Israel, kama ilivyokuwa ilizungumzwa siku za nyuma na waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Uturuki alipokuwa akitumu moja kwa moja kwamba nchi ya Israel ndio imekuwa ikishawishi nchi ya Marekani iweze kuingia katika direct confrontation katika mgogoro wa moja kwa moja na nchi ya Iran. Kwa hiyo bado tuna muda wa kuendelea kulitazama jambo hili ndani ya masaa 24 yanayofuata, ndani ya masaa 48 yanayofuata, tukitaraji kwamba huenda katika muda kadhaa mbele tunaweza kupata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa. Nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu na nikuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.